إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إنكم تتقلبون في نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكونوا عباد الله من الشاكرين. فما فقد نعمة من شكرها، وإنكم في هذه الأيام تعيشون نعمة عظمى من نعم الله عز وجل عليكم، حيث أنعم عليكم الله فجعلكم من أهل أيام العشر الأول من ذي الحجة، من أهل موسم الخيرات والبركات الذي يعظم فيه الأجر لأعمال الصالحات التي هي جنة للمؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. واتكفوا إسلام بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى، نكم تكيا زيادة يا صلاة سلام متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Natanguliza kuihusia uchamungu nafsi yangu dhaifu sana, pamoja na nafsi ya kila mwenye kutusikia muda huu. Hakika ya uchamungu ndio mafanikio ya kweli hapa duniani na huko akhera. Ndugu zangu katika imani, tupo tunajipindua pindua na kujigeuza geuza katika neema ya Allah tabaraka wa taala. Neema kubwa sana miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala ambazo ukizihesabu hauwezi ukazidhibiti kwa idadi. Kuweni katika waja wa Allah tabaraka wa taala wenye shukurani kwa kutenda yaliyoamrishwa na kukatazika na yale yaliyokatazwa. Hakika tupo katika haya masiku tulionayo, tunaishi katika neema kubwa sana, neema ambayo tutatakikana tumshukuru Allah tabaraka wa taala, sisi kuwa miongoni mwa wale ambao wamepewa uhai na afya tukiwa katika haya masiku.
masiku ambayo ni masiku bora katika masiku ya duniani hapa. Haya masiku ya mwanzo katika mwezi huu wa Dhulhijja ni masiku ya kheri na baraka. Allah tabaraka wa taala humpa ujira mkubwa sana yule ambaye atasimama hasa katika kufanya yale yamridhishayo Allah tabaraka wa taala. Humpa pepo mu'min ambaye ataishi vizuri katika masiku haya. Anasema alayhi salatu wassalam, bora ya masiku katika dunia ni masiku haya ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, ametupa habari Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam muqarraran wa hathan wa mubashiran, akikariri mara kwa mara na akihimiza na akibashiria kwa kusema ma min ayamin, hakuna masiku ambayo alamalu salih fihinna, amali njema katika masiku hayo, ahabbu ila Allahi min hadhihi alayami alashr, amali hizo ni zenye kupendeza zaidi mbele ya Allah kuliko amali itakayofanywa katika masiku haya 10. Qalu ya Rasul Allah, wakasema masahaba, ya mtume wa Allah, wala aljihadu fi sabilillah, hata kupigana jihadi katika njia ya Allah. Sisi tufahamu kwamba ukipigana jihadi katika njia ya Allah ndiyo azka wa ajallu al-amal, ndiyo amali iliyokuwa na ujira mkubwa. Kuingia vitani ukawa unapigana ili neno la Allah liwe juu, ukaitoa nafsi yako na mali yako, sisi tufahamu hivyo. Mtume akasema wala aljihadu fi sabilillah, hata kupigana jihadi katika njia ya Allah hakufikii ujira anaopata mtu ambaye anafanya amali njema katika masiku haya, illa rajul, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa malihi, ametoka yeye mwenyewe na mali yake, falam yarji min dhalika bishai'in, kisha hakuna kilichorejea mali yake wala nafsi yake havijarejea. Huyu ndiyo ambaye atamzidi ujira yule ambaye amefanya amali njema katika masiku haya. Rawahu al-Bukhari an Abdullah ibn Abbas. Hii ni hadithi ambayo ipo katika Sahih Bukhari, ambaye msimulizi wake ni sahabiyun jalil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ndugu zangu katika imani, hadha yashmilu jami'u al-ibadat, hii ofa inaenea ibada zote mtu atakazozifanya katika masiku haya 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja. Haibagui kwamba kafanya amali gani, ili hali amefanya amali ambayo imeamrishwa, ipo kisheria kwa ikhlas wal mutabaa, basi anakuwa na malipo mpaka yule aliyepigana jihadi ambaye akarejea, hajafa kule wala hajapoteza mali zake, atamzidi kwa amali atakayoifanya. Ndugu zangu, katika hizo amali mina sala, ni swala fardhuha wa nafluha, sawa sawa ni swala za faradhi au swala za sunna, wa zakatu wa siyam, kadhalika zaka, sawa sawa ni zaka katika mali au ni sadaka. Hizi tunazojitolea zinakuwa ni zenye ujira mkubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa siyam, na saumu, sawa sawa iwe ni saumu mtu alikuwa analipa ya faradhi au saumu ya sunna, na kama ilivyokuja kwamba inasuniwa kufunga katika haya masiku 9 ya mwezi huu. Lakini wayataakad ala dhalik siyamu yaum Arafa, inayotiliwa msisitizo ni ile saumu ya siku ya Arafa, ambayo Rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema inni ahtasibu ala Allah, hakika saumu hii ya siku ya Arafa mwenye kuifunga basi ategemee kwa Allah tabaraka wa taala an yukaffira sanata allati qablah, afutiwe dhambi ndogo za mwaka ambao umepita, wa sanatu allati ba'dah, na mwaka ambao uko mbele yake, miaka miwili atafutiwa madhambi yule ambaye atafunga siku ya Arafa, ambayo ni siku ya 9, na kwa sisi itakuwa ni siku ya Jumanne. Walillahi alhamdu, watu wote dunia nzima Arafa yao itakuwa ni siku ya Jumanne. Hadithi akhrajahu al-Imam Bukhari an Abi Qatada
وهذا إنما هو لأهل الأمصار من غير حجاج. hawa wanaotakiwa kufunga ni watu wa miji mingine ambao hawapo pale katika viwanja vya hija. Hivi ndivyo ilivyokuja. Wa yaum Arafa, na hii siku ya Arafa ya Abdullah, mja wa Allah tabaraka wa taala, yaumur rahmat, ni siku ya rahma, ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala huwa raham waja wake, huwa teremshia rahma waja wake. Qala alayhi salatu wassalam, anasema Rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma min yawmin, hakuna siku ambayo akthara min an yu'tika Allahu fihi abdan minan nar, kuna waja wengi wanaachwa huru na moto, min yaumi Arafa, kuliko siku ya Arafa. Siku ya Arafa waja wengi sana wanaachiwa huru na moto wa Jahannam. Wa innahu la yadnu, na Allah husogea karibu, thumma yubahi bihimul malaika, kisha anajifakhiri na kujidhihirisha kwa malaika. Anadhihirika pale na anajifakhiri mbele ya malaika ambao ni viumbe ambao ni kiram, ni viumbe wa bora zaidi. Malaika anawaambiaje malaika? Fayaqulu ma aradu haula, hawa wanachotaka ni nini? Hadithi yamepokea Imamu Muslim an ummi almu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Siku ya Arafa ni siku adhimu sana. Allah tabaraka wa ta'ala huwacha waja wake wengi huru na moto wa Jahannam. Ikiwa siku hizi 9, siku hizi 10 zitatupita, lakini tujitahidi siku hii ya Arafa, wakiwa mahujaji kule wamesimama wanamuomba Allah tabaraka wa taala, na sisi tuwe katika saumu huku tukizidisha dua. Ndugu zangu katika imani, watu walioko kule mahujaji wanasimama Arafa, ama sisi tulioko katika miji tunafunga. Lakini siku hii yatakiwa tuzidishe dua, wal adhkar ya ibadallah, tuzidishe dua na kumkumbuka Allah na kumtaja Allah tabaraka wa taala, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, wa qiraati alquran, na kuisoma Quran. Lakini pia tukumbuke Allah tabaraka wa taala anasema liyashhadu manafi'a lahum, akizungumzia katika siku hii kwamba watu waweze kushuhudia manufaa kwa wao. Wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, na watu waweze kulitaja jina la Allah tabaraka wa taala katika masiku maalum. Ala ma razaqahum min bahimati al-an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, na waweze kujineemesha kwa kula vile walivyonyemeshwa na Allah katika wanyama hoa, na kadhalika kuleni na muweze kulisha wale maskini waliokata tamaa. Hii inaendelea siku ya 10, 11, 12, 13, ambapo siku ya 10 ikaitwa yaumun nahri, siku ya kuchinja, na siku ya 11, 12, 13 zikaitwa ayamu tashriq, siku za kubanika nyama. Hii yote ni katika yale Allah tabaraka wa taala aliyoyaruzuku kwa waja wake waweze kuneemeka katika vile walivyoruzukiwa. Ona ibada zilizokuwa ni nzuri na zenye fadhila mbele ya Allah tabaraka wa taala. Unachinja wewe mwenyewe na unakula, unatoa zawadi, halafu unapata ujira kwa Allah tabaraka wa taala. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anasema ayyam ma'lumat, masiku maalum, hiya ayamu ashril adha, ni haya masiku 10 katika huu mwezi wa Dhulhijja. Wa hakadha an kathir min as-salaf, na hivi ndivyo walivyotafsiri wengi katika salaf. Wa dhahaba ba'dhum annaha ayamu mina, na wengi wakaenda kwamba haya ayamu ma'lumat, masiku ambayo ni maalum, ni siku zile za Mina, kwa maana kuanzia 10 kwenda mbele. Rasul alayhi salatu wassalam anatukumbusha katika moja ya mambo yatakiwa tuyafanye, fafiha takbir liyukabbiru Allah ala ma hadahum. Fihi takbir, kuna kuleta takbirat. Atakbira ya Abdullah, kuleta takbira, ewe mja wa Allah tabaraka wa taala, ja'alahu Allahu iwadan, Allah amejalia ni mbadali an ahli al-amsar, kwa watu walioko katika miji. Walhujjaj at-talbiya,
mahujaji wao wanaleta talbia, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik. Ama wale watu wa Ansar, watu walioko katika miji mingineyo, hawa wanaleta takbirat. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ameipokea Imamu Tabrani an Abi Hurairata, kwamba anasema Rasuli sallallahu alayhi wasallam, ma ahalla muhillun qattu illa bushira, hatoleta zile talbia yoyote mwenye kuleta isipokuwa anabashiriwa. Wala kabbara mukabbirun qattu illa bushira, na hatoleta takbira mwenye kuleta isipokuwa atabashiriwa. Qila bil janna, masahaba wakasema atabashiriwa nini? Pepo. Akasema Rasul alayhi salatu wassalam, naam, ndio, mwenye kuleta takbirat atabashiriwa. Waqad kana as-salaf as-salih ridwanullah alayhim ya'tanuna bitakbir, wema waliotangulia walikuwa wakichukulia uzito wa hali ya juu kuleta hizi takbira. Fahunaka takbir almutlaq, kuna takbir mutlaq ambazo zimeanza kuanzia mwezi ulivyoandama tarehe 1 ya mwezi wa Dhulhijja, lakini kuna zile ambazo zinakuwa ni muqayyad, zinaanza fajiri ya siku ya Arafa. Ile fajiri ya siku ya Arafa zinakuwa muqayyad kwa sababu ni baada ya kila swala ya faradhi. Pale mtu akileta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, basi watu watanyanyua sauti kwa kuleta takbira. Wakad thabata anhu, imethibiti kwamba masahaba hawa wawili Ibn Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana walikuwa hawa wawili yakhrujani ila suq fi ayami al-ashri, wakitoka wakielekea masokoni katika haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, yukabbiran, wanapiga takbira, wa yukabbiru an-nas bitakbirihima, na watu nao wanapiga takbira kwa zile takbira ambazo wao wanazipiga. Takbira hizo zimekuja katika siyagh mukhtalifa: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Au mtu aweza akasema Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahi alhamdu, au Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, au Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar walillahi alhamdu. Au mtu akaleta la ilaha illa Allah wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu, au mtu akaleta Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, au tena akaleta Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, au akaleta tena Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana, au akaleta Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahumma innaka akbaru من أن تكون لك صاحبا أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك أو يكون لك ولي من الذل، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. كل هذا ثبت عن السلف رضوان الله عليهم. أقول ما سمعتم وادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة، الله تعالى أعلم. الحمد لله حمدا حمدا أشكره الله يزيد الشاكرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ndugu katika imani, tukiwa tunaneemeka katika masiku bora miongoni mwa masiku bora ya dunia, afdal wa khairu ayami dunia, wengi wamenyimwa masiku haya. Aidha kuna ambao tunawapenda, ni vipenzi vyetu na tulikuwa nao katika masiku mfano wa haya, lakini leo hatuko nao. Wameenda wapi? Ghayabathumul at-turab, washaingizwa katika udongo tayari, washabadilishwa majina yao. Tushawasahau kwamba tulikuwa nao katika kipindi kama hiki katika mwaka uliopita. Wa nahnu al-yawm, lakini sisi Allah katujalia tupo leo hii katika masiku haya bora, katika masiku bora ya dunia. Ni lazima hili tuliangalie sana, tuombe Allah tabaraka wa taala. Wale ambao leo hawapo, basi Allah tabaraka wa taala awaghfirie na warhamu. Lakini leo tuzungumza hivi, kuna ambao wako hospitalini hawajiwezi na hawajijui,
Allah tabaraka wa taala awaponyeshe. Sisi ambao tuko wazima wa afya, basi tutumie vizuri masiku haya katika kujiongezea faida na thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mimma sharahu Allahu azza wa jalla lakum, katika yale ambayo mmewekewa sheria na Allah tabaraka wa taala, fi yaumi al-Eid, katika siku ya Eid ya Adha, adhabhu fiha wa fima ba'dah, adhabhu fihi wa fima ba'dah, kuchinja katika siku hiyo ya Eid ni moja katika vitu ambavyo vimekuja katika sheria, ambao hii ni siku ya 10. Hii ni sunnati nabiyaini min ulil azmi min ar-rusuli, ni sunna, ni mwenendo waliokuwa nao manabii wawili katika manabii ambao ni manabii bora, Nabiullah Ibrahim alayhi salam wa nabiyukum Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na amesema Rasuli sallallahu alayhi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudah, na yule ambaye atakuwa na uwezo na nafasi kisha asichinje katika siku ile ya kuchinja, fala yaqrabanna musallana, asikurubie sehemu yetu ya kuswalia. Hadithi kaipokea Ibn Majah, ni hadithi aliyosimulia sahabiyun jalil Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Hii ni sunna iliyokokotezwa kwamba wewe ikiwa una wasaa na nafasi watakiwa uchinje, usisubiri vya kupewa, usisubiri vya kupewa. Wewe kama una nafasi, itumie nafasi yako kununua mnyama 150,000, 200,000 haikushindi ya Abdullah, mja wa Allah tabaraka wa taala. Acha ubakhili, acha kusubiri kupewa. 200,000, 1,500,000 haikushindi. Tafuta mnyama uchinje, ili udumishe sunna ya manabii wawili katika manabii ambao ni ulul azmi minar rusul. Kwa nini sisi tunabweteka na ibada hii? Ibada hii sio ya watu fulani, ibada hii sio ya kungojea kwamba tupewe. Kwa nini hatujapewa? Imekuwaje mwalimu kapewa kaficha? Hapana. Hebu na sisi wenyewe tujitafakari, kweli hatuna uwezo wa kuchinja au tumebweteka na tunaona hii ni ibada haituhusu? Hadha nabiyukum yaqulu man kana lahu sa'atun wa lam yudah fala yaqrabanna musallana. Mtume wetu anatuambia yule mwenye uwezo wa kuchinja na asichinje, asikurubie hapa. Hii imekuja kuonyesha kwamba hii ni sunna iliyokokotezwa. Ijtahid ya Abdullah an tadhbaha, jitahidi ewe mja wa Allah, uchinje kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, uchinje kwa ajili ya kufuata sunna ya manabii wawili katika manabii wetu. Lakini iwe ni bahimatul an'am, iwe ni wanyama hoa, wanyama wafugwao, ngamia, ng'ombe, kondoo au mbuzi. Na katika sunna ya Eid ya Adha ni kuleta zile takbira. Hii ni moja pia katika sunna ambazo tunazisahau. Tuleteni takbira. Hii ni kuonyesha shair, kuonyesha nembo za Allah tabaraka wa taala. Dhalika wa man yu'azzimu sha'air Allah, hivyo ndivyo ilivyo yule mwenye kuazimisha nembo ya Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndiyo uchamungu uliopo katika nyoyo. Kadhalika katika siku hii ya Eid, kuleta takbira na kufanya ightisal wa tatayub lirijal, kuoga ni moja katika sunna, na kujipaka manukato ni katika sunna. At-tahni'a bil Eid, kupongezana katika Eid na mengine mengi, kufurahi, kula, kunywa katika vile vitu vya halali. Ibadallah, thumma a'lamu rahimakumullah tabaraka wa ta'ala أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه ثم لملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معه بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين.
اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا من النار. يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا خير الفاتحين افتح لنا أبواب رحمتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.